ACT Wazalendo. Shusha tanga. Safari. Safari. Asanteni Kaskazini. Ndugu makamo mwenyekiti wa chama chetu na mwenyekiti wetu wa timu ya ushindi, ndugu naibu katibu mkuu, ndugu mwenyekiti, mwenyekiti wetu wa mkoa wa Kaskazini kichama, ndugu naibu katibu mkuu mstaafu, ndugu katibu wa habari, uenezi na umma, ndugu wajumbe wa kamati kuu, wajumbe wa halmashauri kuu, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa wawakilishi na waheshimiwa madiwani ambao mlichaguliwa juzi na wananchi, ndugu wanachama wenzangu, na hasa ni watambue wazee wetu mbalimbali wanaendelea kutuunga mkono kuwa na sisi nyote kwa pamoja, ndugu mawakala wetu kwa pamoja nyote, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Habari ya mchana. Kwanza niungane na nyinyi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, katupitisha mote na leo katukutanisha hapa kwa furaha kabisa. Furaha juu ya majonzi, lakini furaha kwa sababu ya imani tuliyokuwa nayo. Watu walijitangaza wameshinda, lakini unajiuliza, wao wana huzuni, wana majonzi, macho chini. Mungu kawapitishia idhara iliyokuwa kubwa sana, maana dunia imeona na wenyewe wamejiona. Msione wanayofanya bwana, yote ni kujikurupusha tu, lakini roho zinawa. Naam. La pili, naomba kwa dhati kabisa niwashukuru nyote kwa kuendelea kusimama katika safari yetu, kuendelea kuwaonesha na kuionesha dunia kwamba sisi tunajua tunachokitafuta, na hatutosimama inshallah mpaka tutapokipata kile tunachokitafuta. Haya mahudhurio yetu, hamasa yetu siku ya leo, wakati kama huu wa dhiki, basi ni kielelezo cha kutosha. Na mimi niwaambie tena, haya jamani yanawashughulisha watu kweli kweli. Haya yanawatia homa, haya yanawatia muhuma kweli kweli. Kwa hivyo mimi niwaombe, niwashukuru na niombe tuendelee kusimama, tulitawakali kwa Mwenyezi Mungu, na sisi wenyewe tukatia juhudi zetu kwa dhati kabisa, na Mwenyezi Mungu kasimama na sisi. Hawa walipanga mabaya kweli kweli, walitupangia mabaya kweli kweli, lakini Mwenyezi Mungu akatuongoza njia, akasema mmeniomba na mimi na wajibu. Haya hayatowapata, inshallah yatawapata wao wenyewe. Msiwaone wengine wamesimama lakini wanakwenda udama. Naam. Mkiwaona nyinyi wazima lakini wagonjwa. Naam. Na inshallah kila aliyedhulumu, madam Mwenyezi Mungu mwenyewe kajiwekea miiko kwamba hadhulumu kiumbe wake aliyemuumba mwenyewe. Tizameni nyinyi hasira ambayo Mwenyezi Mungu anayo kwa aliyemdhulumu kiumbe wake, jambo ambalo mwenyewe Mwenyezi Mungu kajikataza. Sasa tuwe na imani hiyo, tuitakidi hiyo, tuwe na yakini ya jambo hilo. Ndugu zangu, tumeambiwa hapa, kasema naibu katibu mkuu, kwamba tumeyapita tuliyopita. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu katuvusha salama, kwa sababu la kwetu muhimu lilikuwa ni usalama wa nchi yetu, usalama wa watu wetu. Tumeweza kuhifadhi mali yetu, nafsi yetu,
na heshima zetu vile vile. Mwenyezi Mungu hizo katuhifadhia. Tumshukuru tena, tuseme alhamdulillah. Huko nyuma niliwahi kusema kwamba hawa walikuja kwa kibri kabisa, wakatuambia bwana tupange sisi tugawane majimbo, manake kama si hivyo tutayachukua yote. Mimi nikawaambia kwamba kama mnataka kuyachukua yote, kilichowashinda nini mpaka mpate ruhusa yetu? Fanyeni. Wakaliuliza, sasa nyie mtafanya nini? Mtatia watu barabarani? Nikaambia si hatutia hata mtu mmoja barabarani, mara inshallah Mwenyezi Mungu ataingia mwenye barabarani na mtamuona nanyi. Maana yetu ilikuwa ni kwamba Mwenyezi Mungu mtaona rehema zake. Naam. Shida yao wakakaa wakajipanga, wakajua kwamba sisi tutakwenda tutafanya vurugu. Wakajipanga, we fikiria eti kikosi cha serikali kinajipanga na chenso. Hata hao Interahamwe Rwanda hawakufanya hivi. Wakajipanga na hayo makubwa. Wengine wakasema tunasubiri ile kauli yake kwamba kweli Mwenyezi Mungu ataingia mwenyewe barabarani, lakini wakaenda wakamsubiri darajani. Lakini Mwenyezi Mungu kwa mwenye macho kamuona akitokea upande wa pili, au si kweli? Walitegemea hayo, waliyapanga hayo, walifikiria. Mwenyezi Mungu katuepusha na maafa yale waliyapanga hapa, yale yaliyotokea kwa wenzetu. Ndugu zangu, tunawaambia kwa uhakika, askari jeshi walioletwa Zanzibar mpaka JKT hata pakukaa wakawa hawana. Waliyapanga yale yatokee hapa. Sasa tumshukuru tena na tena Mwenyezi Mungu kwamba alituepusha na kikubwa walichokipata wao. Ndugu zangu, sote ni mashahidi yaliyotokea 2020. Sote tukasema yale yalikuwa ya Magufuli, na wenyewe wakijitetea hivyo kwamba yale hayakuwa ya kwao. Mwenyezi Mungu akasema mara ngojeni, hawa wana suruali imepasuka, nataka kuwaekea ngazi wapande, mtayaona. Kwa hivyo kilichotokea mara hii, Mwenyezi Mungu kawaekea ngazi wakapanda, mambo hadharani. Ukajulikana ujinga wao, ukajulikana ujahili wao, ukajulikana na wenda wazimu wao. Jamani, hatukujua. We kweli umeshindwa. Ile ndio kweli mwisho wa akili zako ndio kwenda kufanya uchaguzi ule. Ile ni kashfa ya taifa. Wao wanaojijua wenye serikali kweli wenge jiuzulu wote, wakasema hii fedheha kwa mwenye haya tu, mwenye aibu za kawaida. Kwa sababu gani? Yote Mwenyezi Mungu katakabali dua zetu, kawapandisha ngazi, mambo yote mpaka watoto ilibidi tuwafiche. Na wamekwenda kujionesha na kuionesha dunia, maana mengine wao wenyewe wanaambizana. Na hili kweli lilitokea, wanaambia kweli ndio ilivyofanyika. Wenyewe hivi sasa wanalaumiana, wanasema uchaguzi aliharibu fulani. Naam, sasa hivi kabisa. Hayo ndiyo yaliyotokea. Kwa hivyo mimi bado ninasema kwamba la kwanza tulilokuja tukasema kwamba baada ya haya tuje tuonane, tukumbushane kwamba jamani, kwa pamoja tulifanya kazi kubwa sana.
ili tujipongeze. Kuna wenzetu tu wao walizidi kazi, waliifanya kubwa zaidi. Ya kwanza, timu yetu ya ushindi iliongozwa na makamo mwenyekiti wetu. Jamani, mimi naomba tuipongeze kweli kweli. Manake sio ilifanya kazi sio tu ya kusimamia uchaguzi, lakini uchaguzi ni gharama. Ndugu zangu, kazi iliyofanya timu hii kutafuta fedha yote tukayatimiza. Wenzetu wao walikuwa na mapesa hayana hesabu. Kutoka bara tu waliletewa bilioni 7 za uchaguzi. Bilioni 7 kutoka bara. Mbali walizokamua wakakusanya hapa, nyingine zikaibiwa kutoka serikali. Lakini wengine wenyewe wanatuambia mpaka siku ya mwisho, siku ya uchaguzi, bado wameletewa michango bilioni 1 na milioni 250. Kuna bwana mmoja ikazitia mfukoni. Naam, change tu ya uchaguzi. Lakini sisi hatukuwa na kitu. Unatembea na chombo kinawakataa, unakuja na chupa drop, unaongeza mafuta, safari unakwenda. Hivyo ndo tulivyokwenda. Lakini ndugu zangu, tuuseme ukweli, tuliwagaragaza, hatukuwagaragaza. Hatukuwanyoosha, tumewanyoosha. Tulipanga mipango yetu. Kuna mipango gani ambayo hatukuitimiza? Tumewagaragaza kwenye uchaguzi, kwenye kura za urais. Tulisema mapema hawa tunakwenda kuwaduaza, na wakadua kweli kweli. Kwenye majimbo tulisema hawa, kuna majimbo marai wenyewe watadua, na kweli majimbo waliodhani ni wao yao Makunduchi, leo unakwenda kuiba kura Makunduchi. Na hamkusikia, sizipo mpaka klipu walivyoiba kura Makunduchi. Na mwingine kasema makamo mwenyekiti. Jimbo la Amani ambalo siku zote wao wanasema ni la kwao, limehesabiwa sanduku moja, akasema funga. Hapa kaliki tena. Sasa ndio tunachosema sisi, ndugu zangu, tuendelee kuwa na amani kwamba tulioyapanga alhamdulillah yote kwa asilimia zaidi ya 100 tumeyatimiza. Lakini tulitimiza moja kubwa sana. Tulikwenda tukawaunganisha Wazanzibari. Kwa mara ya mwanzo Wazanzibari wote wakatusikia, wakatufahamu na wakaungana na sisi. Tukapiga kura kwa mara ya mwanzo kama ni Wazanzibari, kutaka haki ya nchi yetu, kutaka haki za watu wetu. Naomba hili tujipongeze sana. Ni kazi ya kila mmoja wetu. Ni kazi ya kila mmoja wetu. Ndugu zangu, pamoja na yote hayo, yametokea yaliyotokea. Yametokea yaliyotokea. Sisi moja nimelisahau, naomba nilirudie. Katika pongezi hizi, ndugu zangu, mimi naomba tuungane kwa pamoja, tuwapongeze kwa namna ya kipekee kabisa mawakala wetu. Hawa walikuwa makamanda kwa sababu kazi ya uwakala katika nchi kwanza ni kazi ya kuuza roho. Lakini walijitoa, wakajitolea na hali ilivyokuwa, lakini bado wakenda wakasimama kidete, na leo ndio wamekuwa wao sababu kubwa ya sisi kuwa na amani kwamba haki yetu itakuja. Ile kwamba wametolewa peke yake, basi sisi ni hoja yetu kubwa ya msingi kabisa kwamba hapakuwa na uchaguzi. Tushukuru na tuwapongeze kweli kweli.
Hawa ndugu zangu ndio nasema tumepita aliyopita, lakini tuwe na amani, kwa sababu ya kwanza uchaguzi huu pamoja na yote umetuonesha kwamba sasa lazima nchi yetu lile walolisema Wazanzibari kwenye uchaguzi huu lazima lifike pahala litimizwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kwanza limetuonesha kwamba ni kwa kiasi gani hatuna hao waliojipa mamlaka. Wazanzibari wamewakataa, na wamewakataa kwa sababu baada ya kuona maarifa yao yalivyokuwa madogo. Kwa sababu ndugu zangu, niliwahi kumwambia mwenyekiti hapa, maana tulianza ziara hizi, tulianza vikao hivi kwa kuwa na vikao na viongozi kwanza wa chama wote wa Unguja, halafu tukaja na wagombea wote wa Unguja, halafu ndio tukaanza ziara. Tukasema tukazungumze na viongozi na wagombea Pemba, lakini kwa sababu ya mazingira yetu kwa Pemba, basi pia tumalizie kwa kuzungumza na tufanye hizi za mikoa kabisa, ili tukirudi Unguja tumalizie za mikoa. Niliwahi kumwambia mwenyekiti kwamba wewe ukitaka kuona kwamba wenzetu nadhari zao fupi, kaskazini ndiyo sasa hivi hazina ndio iliyoshikilia uchumi wa nchi hii. Jamani, kweli si kweli? Maana wewe ukisikia huko watu wanasema sio ana kitu gani, pesa zinatoka kaskazini, kweli si kweli? Huku ndio kwenye uchumi sasa hivi wa nchi hii. Sasa wewe watu uliowakabidhi uchumi wako, mahoteli makubwa yako huku, watu wanatoka duniani anakuja kulala kaskazini kwa shilingi milioni 3 kwa siku. Na ndio ukweli, milioni 3 kwa siku. Kwa siku moja mtu anatoa milioni 3, lakini kwa hesabu za serikali wenyewe milioni 3 ndio wastani wa kipato cha Mzanzibari kwa mwaka mzima. Tumefahamiana? Sasa leo watu wanaotoka huko duniani kuja kaskazini, hawa kaskazini, wewe hiyo mali yako wewe unalala mjini, wewe unakaa mjini. Hawa watu uliowaacha walinde mali hii, uliowanyang'anya ardhi zao ukajenga mali hii, uliowafanyia kila aina ukafanya hayo uliowafanya, hawa ndio unakuja kuwadhulumu? Akili gani hizo? Hata huyo mkoloni alipokuja, wale aliowatumia kumsaidia, basi aliwapa heshima fulani. Sasa leo ndio kaskazini unakuja kunyang'anya majimbo yote, unatafuta watu hawakujui mbele hawajui nyuma kaskazini, ndio unasema hao ndio wabunge wenu, hao ndio uwakilishi gani? Hizi akili gani jamani? Sijui mnayaona au mnayosema mimi? Wao hawaoni kwamba hata hawa ndio unakuja kuwatia hasira, hawa ndio unakuja kuwafanyia vituko, unakuja kuwafanyia vitimbi, na hawa ndio uliowakabidhi mali hazina ya nchi hii. Hii inaonesha tuna mushkeli mkubwa. Kuna mushkeli mkubwa kwenye hao waliojipa eti wanataka waongoze nchi hii pamoja na kukataliwa. Kwa hivyo hili ndugu zangu, naomba tulikumbuke sana. Tuone kwamba haya yote yamekuja, Mwenyezi Mungu alitaka kutuonesha na wao wenyewe wayaone. Lakini najua mnajiuliza na kila wakati mnasema, mbona hili hasemi? Kwamba okay, tumeshapita, tunakwenda vipi mbele? Tunakwenda wapi? Au sio mnajiuliza? Ndugu zangu, kwanza niwaambie kwamba huu mchezo ndio kwanza mbichi. Sisi hatujaanguka wala hatujateleza. Ni kama anayecheza ng'ombe tu.
kapiga ngea. Sisi tunachosema kwanza mchezo wenyewe ndio umeanza. Ile ilikuwa ni trailer ya kuonesha kwamba hawa jamaa mwisho wa uwezo wao ni huu, watakavyopita ni hapa. Sasa ndio huo mchezo wenyewe wa safari yetu inaanza sasa hivi. Na katika hilo ndugu zangu, naomba tujitayarishe kwamba hii safari bado ipo. Tujitayarishe na haitokuwa rahisi. Mimi hilo sitaki waambie uongo. Tujipange, tujue bado tuna safari. Tunafahamiana? Tujipange, safari haijaisha. Safari yetu haikuwa uchaguzi. Safari yetu ilikuwa ni kudai haki yetu, haki ya nchi yetu. Au sivyo wana wa Kaskazini? Wana wa Nungu, hiyo ndio safari yetu. Wana wa Mkwaju, hiyo ndio safari yetu. Au sivyo jamani? Hiyo ndio safari yetu. Tumefika. Hawa walidhani ndio kwa ikifika uchaguzi akisha kutokea wakapangana nambari. Nchi sasa hivi inatawaliwa na nambari alizozitangaza jaji mmoja. Wakwenda wakapanga nambari, wakaona ndio hadithi, mchezo utakuwa umekwisha. Kwa hivyo naomba mimi sote tuondoke hapa tukijua kwamba safari ndio imeanza. Awamu ya pili ya safari yetu. Na katika hilo hatua tulizochukua, kuna mambo lazima tufahamiane. Hatua ya kwanza tulisema kuna mlango mmoja wa sheria, huu lazima tuutumie. Katika hii safari una milango mingi. Wa kwanza ni wa sheria. Nao ni wa kufungua kesi mahakamani. Sisi tukasema huu wacha wa kwanza tuutumie huu kwa sababu una muda. Hawa watu walikwenda 2018 baada ya kuleta kura mapema, lakini wakaona wapunguze muda ili wakishakupiga mtu defrau, wakishakumpiga mtu atahukumiwa, baada akija kishuka baada ya siku 7 muda wa kupeleka kesi mahakamani utakuwa umekwisha. Tunafahamiana? Baada zamani muda haukuwa siku 7, waliupunguza maksudi ili ukishakupigwa na Mungu utakuja kujishtukia siku 7 zimekwisha. Tukaambia so sisi tulikuwa tumejipanga, mchoro wote mzima tulikuwa nao juu ya meza kwamba hawa watakwenda kufanya hivi, tunajipangaje. Kwa hivyo ndio maana sisi tumefungua kesi hata siku 7 hazijamalizika. Ndugu zangu, tumefahamiana? Tumefungua kesi kwa majimbo yote tuliotaka kufungua, hata siku 7 hazijamalizika. Wamebaki wao wenyewe sasa ndio wanababaika. Tena wengine Mungu alivyowakosesha nadhari watu hawa, au anavyowafedhehesha mwaka huu. Mtu mkubwa kiongozi leo anasema waache waende mahakamani. Majaji wote si wetu. Hawa zitapigwa dana zitamalizika siku miaka 5 hazisikilizwi. Ndiyo maana tumo kwenye safari hii. Sisi ndo tunajua mlitaka mahakama ziwe hivyo, lakini tunasema huu ndio mlango uliopo. Sasa hiyo wanajipa tu amani. Wengine jana wameanza kupiga simu, nasikia mmesema kwamba tusichukue mikopo, mbona mnatutia tumbo joto? Kaambia achukueni, mtaona. Muguma umeingia kwa sisi kutumia mlango huu. Huko kwenye tume wameitana, wanaanza eti kuweka hesabu zao sawa. Sisi swala la hesabu ni ujinga wenu kwa 100%. Kila mlipopashika basi pameoza. Pamewaacha bwana. Mwaka wa kufanyani miti yote, hata barabara pia uteleza. Kwa hivyo kwa kaskazini majimbo yote 5 tumefungua kesi. Tumefahamiana? Tena tuwe na amani. Hawa wao sasa hivi amani yao eti wataichezea mahakama. Tunajua mnapenda kuichezea mahakama, lakini tutaonana. Banya fundisho kula usufi. Asio.
Naam. Na la pili walokuwa wamefanya kwamba wameweka gharama kubwa ya kesi. Kila kesi moja 2.5 milioni. Kule bara nadhani 200,000. Lakini wao hapa Zanzibar eti kwenda kupeleka kesi mahakamani 2.5 milioni. Tumefanya maarifa hayo tunayatafutia uwezo na tumeyakamilisha kwa sasa hivi, hasa kwa kaskazini. Kwa hiyo huo mlango wa kwanza, lakini mlango wa pili ndugu zangu, na naomba hili tujuane vile vile, kuna change ya mwizi. Kuna nini? Change ya mwizi. Huu mwizi kakuibia 100,000, 20 zimemdondoka, utaziacha? Eti jamani, utaziokota? Si utakwenda kuzitumia? Sasa na sisi tunasema kuna hayo majimbo yaliyoyaacha na ambayo hasa ya kisiwani Pemba. Tumesema pamoja na viti maalum, tumesema kwa ubunge waende bungeni, kwa wakilishi waende baraza la wakilishi. Naomba hili lisije maana hili litatumika. Hawa kazi yao sasa hivi wamekaa kama ibilisi. Akikukosa mbele atakukatizia kwa nyuma, almuradi wewe kazi yake akuzonge. Sasa na haya yatatumika kwamba boda, mnaona si washakwenda barazani, si washakula kiapo. Change ya mwizi sisi tumeamua ndugu zangu tuitumie. Tumefahamiana? Naam. Sasa hayo muhimu sana, ilikuwa tuelewane. Lakini jengine ni kwamba baada ya hapo sasa tunakwenda wapi? Maana mnaona mbona bado hatujafika au vipi? Baada ya hapo tunakwenda vipi? Ndugu zangu, mimi naomba kwanza katika hili tufahamiane. Kuna jambo muhimu sana tufahamiane. Maana wengine baada tu ya haya, hao wenyewe nao pia walianza kuja kutuambia sasa maana yake mambo yameshamalizika, sijui amesha nini. Kwa hivyo twendeni tukatizame namna gani ya kuyatengeneza, ya kujenga nchi yetu, ya kuambia wewe leo nadhani ulitaka kula kisambu ukala utupa. Nadhani ulitaka kula kisambu ukala utupa. Ndio tunavyoyaona haya maneno ya kilevi kabisa. Tena mlevi wenyewe alokunywa tapu, sio atanga lau atagongo, basi anakuwa na akili yake. Wengine wakaanza kutuuliza mnaingia hatuingii wapi? Wengine sasa jamani msije mkaingia wapi? Wengine mmesikia na wao wenyewe anasema sijui tushachagua mawaziri sasa tuna hapa na siku 90. Kuna wengine wanatuuliza sasa vipi siku 90 zitapita? Haya masuala najiuliza, au sio? Haya masuala yanawachanganya ndugu zangu. Kwanza sisi tunataka tuwatoe wasiwasi kwamba sisi hatuko katika suala la ama kuingia GNU au kutokuingia. Tumefahamiana? Sisi kwetu sisi viongozi wenu, na naomba hili tufahamiane, hatuko kwamba je tuingie serikali ya umoja wa kitaifa au tusiingie. Ndugu zangu, si tulikuwemo miaka 5? Kubadilisha mkurugenzi tu wa mashtaka wa uchaguzi miaka 5 halikufanyika, pamoja na kutoa ahadi. Au hiyo miaka 5 tulioka kuna lipi ambalo lilibadilika? Wao ni kama walitumia kujipanga kuja kufanya uharamia zaidi. Sasa hivi wanatuambia siku 90. Sisi tunawaambia msisome katiba kama kasida. Maana ukishakuisoma kasida iwe maneno unayajua au huyajui, wewe madamu umepatia ile maneno kuyasema, basi ndio basi utaitikia tu, au sivyo?
Iwe maneno unayajua huyajui, si utaitikia? Sasa tunasema katiba haisomwi hivyo. Katiba inasomwa, uisome, uifahamu, uijue maana yake, uijue madhumuni yake. Hakuna swala la siku 90. Liko kwa mambo yake, kwa utaratibu wake, kwa mazingira yake, sio hii tuliopo sisi. Kwa hivyo nyie habari ya siku 90, siku 900, hii naomba isiwashughulishe. Hawa watu ni mughma tu. Tumeelewana? Na sisi hata ingekuwa ni siku 6 au siku 9, si haitushughulishi. Sisi hatuko kwamba ama tuingie au tusiingie kwenye serikali ya umoja wa kitaifa. Ndugu zangu, lilioko kichwani kwetu sisi, liliomo kwenye kichwa chetu, na naomba hili tufahamiane. Tunasema sisi tunachozungumza ni nchi yetu ilipo sasa hivi na inakoelekea. Ndugu zangu, serikali ya umoja wa kitaifa ililetwa kutengeneza tulipoharibikiwa, au sivyo? Nchi hii ina historia, Wazanzibari wana historia yao. Yamekuja mapinduzi, wakafanya wazee wetu walioyafanya, akaja mzee Jumbe na katiba 79, akaja mzee Mwinyi na Maalim Seif wakaja na katiba 84, tukaingia vyama vingi, tukatokewa na aliotokewa, si walikaa kukana mwafaka wa mwanzo, wa pili, wa tatu, au sivyo? Mpaka Wazanzibari wakafika pahala kwa kuongozwa na Maalim na mzee wetu Rais Amani Karume, wakasema kwamba twende kwenye serikali ya umoja wa kitaifa ili tutengeneze mambo yetu, aliyeshindwa atakayeshindwa, wakae pamoja wajenge nchi, au sivyo? Ili kusudiwa uchaguzi, nchi hii iendeshwe kistaarabu, tuwe na chaguzi kweli, atakayeshindwa ajue kweli nimeshindwa, lakini akubali kushirikiana na aliyeshinda, au sivyo? Ndio wastaarabu wanavyofanya mambo yao. Sasa mie niambieni ndugu zangu, leo, hebu niambieni, leo tumeona watoto wetu wadogo wamechukuliwa, wamekwenda kufundishwa wizi. Serikali iliyopatikana kwa watoto wetu kwenda kufundishwa wizi, wakawawizi, wakawaibia watu hawa, hiyo serikali ndio tunayoitaka? Ndio safari ya Wazanzibari? Ndio heshima ya Wazanzibari? Ndio akhlaki zetu? Sijui tunafahamiana? Hapa tulipo tuko porini, tuko kizani ndugu zangu. Tumefikishwa hapo. Sasa mtu ambaye leo kachukua watoto wadogo, kama kiongozi una dhamana, una dhima, tunadhima kama viongozi, kama wazee, watoto wetu tuwanyooshe, au sivyo? Wawe raia wema. Leo uchaguzi huu ili watu wapate madaraka, wamekwenda kuwachukua watoto wadogo wakawafanya wezi. Hiyo ndio nchi gani? Ndio Zanzibar tunayoitaka? Hiyo ndio Zanzibar yetu ndugu zangu? Sasa tujadili nini? Kuingia au kutokuingia? Tunakwenda kujenga Zanzibar ya watoto wezi? Jamani, mnanifahamu watu wa kaskazini? Ndio nchi ya kwenda kujenga? Sio tunayoitaka. Leo askari, nyinyi wenyewe si mmeshuhudia, wameletwa wakweli, wafeki. Leo askari unafanywa feki. Nchi hii imebakia nini? Imebakia kuwa watu majambazi. Imebakia hawa wapewe silaha, wauwe wenzao, imtarahamwe. Nchi hii iwe kama Rwanda. Ndio tunavyoitaka? Sio safari yetu. Nchi hii leo askari kawa mwizi. Sasa umwizi atakamatwa na nani? Unaishi ndugu yangu kwenye nchi, askari mwenyewe ndiye mwizi mchana kweupe. Hiyo ndio nchi tunaitaka?
Hiyo ndio Zanzibar tunayotaka? Tuko kizani ndugu zangu, lazima tuogope, lazima tujue kwamba huku tunakokwenda siko. Tusiimbiwe tu GNU sijui nini gani. Hawa natu watafuta uhalali. Tazama tena walivyokuwa hawa watu wabaya. Siku hizi askari wamemuona mtu anaiba kura, hawakumuuliza. Askari wameona watu wanakuja, hawa siwo, hawakuuliza. Wameona watoto wadogo, hawakuwauliza. Kwa wao hii si jinai. Kwa wao hii si jinai. Leo watu wanavuruga uchaguzi, ambalo ni kosa kubwa duniani. Duniani ukivuruga uchaguzi ukapata ushindi kwa njia ya kuvuruga uchaguzi, kwa njia za kughushi, hilo ni kosa ambalo mapato yake yote unayoyapata zinakuwa fedha haramu. Na duniani hizo ni sharia za kidunia, sikwambii za Mwenyezi Mungu. Zinaitwa sasa, pesa zozote utakazozipata hizi ni fedha haramu, ni proceed of crime wanasema. Ni fedha zilizotokana na uhalifu, kuvuruga uchaguzi, kuiba uchaguzi, kughushi. Hii ni kosa la jinai. Fedha utakazozipata hizo ni fedha haramu. Leo tunakwenda kuwa na wawakilishi wote wahalifu. Leo wawakilishi hawa ndio wanateuliwa waziri. Tena mtu anaambiwa wewe waziri wa fedha. Fedha hizo zitakuwa salama? Wewe ndio waziri wa wanawake na watoto. Wanawake hao watakuwa salama? Watoto wao watakuwa salama? Maana waziri mwizi. Eti jamani, hatari kwenye nchi yetu. Leo tumefikishwa pahala zimeundwa una mtu leo makamo wa pili wa rais jimboni kwake kaiba kura. Tusemeni, tuyaseme haya mambo wazi. Tunamuone haya nani? Ushahidi upo. Kuna ushahidi. Na yeye ndio mtendaji mkuu wa serikali. Tunao ushahidi, kura za wizi. Kashinda kwa wizi. Tumefahamiana? Naseme. Leo eti kenda kakamatwa mtu, kasema msikitini, jamani iliyofanyika dhulma. Eti ofisi ya mufti leo ndio imeamka, inamuita mtu huyu kwenda kumhoji, wamemfungia miezi 6 asitoe mhadhara msikitini kwa sababu kasema iliyopita dhulma. Ndio ofisi ya mufti leo tulionayo. Ndugu zangu, hii hatari. Halafu anaitwa polisi, anaambiwa kila Alhamisi wewe nenda njoo ripoti hapa. Polisi wewe nilokuona ukiiba. Ndio unaambia mimi leo kwa kusema kwamba kilichofanyika wizi ndio limekuwa kosa. Sasa imekuwa nchi kama ya kijuha, kama watu sijui tuko. Ndugu zangu, hii hatari. Kwa hivyo tunalosema sisi, ndugu zangu, sisi hatuendi kujadili GNU kuwemo au kutokuwemo. Tunasema tunachokwenda kukitafuta, na naomba hichi tuwe pamoja, ni kuirudisha nchi yetu katika safari ya Wazanzibar. Kuirudisha nchi yetu, tujenge misingi kweli. Kama tunataka kwenda mbele, tujenge misingi ya kwenda mbele. Leo sisi nchi hii tulivyo na akhlaki zake na watu wa nchi hii tulivyo, wengi Waislamu, leo tunakwenda kushindwa na watu wanaoabudu sanamu. Wanafanya chaguzi zao kwa uadilifu, na ukenda Mungu wao lazima wamfute vumbi. Eti wao leo wanatushinda kwa uadilifu. Nchi hii hatukubali iumizwe namna hiyo, hatukubali ivurugwe namna hiyo. Tunachotafuta sisi ni kurudi kwenye misingi ya kuendesha nchi. Tumefahamiana? Hiyo ndio safari tunayokwenda, ndugu zangu. Hiyo ndio tunayokwenda kuitafuta. Kama ni kuipata ni hiyo,
Kama ni kuikosa, tutarudi kwenu tuambie sasa yale tuliyosema, sasa wakati wake ni huu. Tumefahamiana? Na kwenye hili nataka niwaambie ndugu zangu, tuna muda wetu, sio muda watakaoamua wao. Tumefahamiana? Tuna muda wetu. Lakini la msingi ni hili kwamba sisi hatuendi kwenye mjadala wa kwamba tuingie serikali ya umoja wa kitaifa au tusiingie. Kama itahitajika, tutakubaliana kama kweli haya ndiyo tutakao kwenda kuirudisha nchi katika misingi yake. Kuirudisha nchi iwe kweli Zanzibar, ifate safari ya Wazanzibari wanaokwenda. Hapo kama GNU ndio itakuwa solution kwa utaratibu tutakao kubaliana. Hapo ndio tunaweza tukaingia sasa kwenye mjadala wa kwamba je, tuingie serikali ya umoja wa kitaifa, tuyatekeleze haya tuliyokubaliana. Hapo ndio tunapoenda ndugu zangu. Jamani, hapo sawa? Tunakubaliana hapo au hamjatufahamu? Mmetufahamu kwamba mtuamini kwamba sisi hatutokubali kwamba tuendeshwe, kwamba eti leo tuwe na serikali iliyopatikana kwa njia za kihuni kama hivi, halafu tukaseme basi tukae tufanye kazi gani? Tukashike msaafu na sisi? Hiyo sisi si watu wa kutafuta vyeo. Tumefahamiana? Hakuna mwenye tunu ya umakamo, hakuna mwenye tunu ya uwaziri, hakuna mtu mwenye tunu ya cheo. Sisi tunu yetu ni nchi yetu. Tunu yetu ni heshima ya watu wetu, heshima ya nchi yetu. Nchi yetu kwamba iendeshwe katika misingi ya kistaarabu, kwa sababu kwa misingi hiyo ndio nchi hii tutatoka kwenye umaskini tulionao. Ni kwa misingi hiyo ndio tutaacha masikini za Mungu nchi hii kudhulumiwa ardhi zao. Tutaacha nchi hii aliyepewa dhamana akawajibika, kwa sababu mtamuuliza wananchi. Ni kwa misingi hiyo ndio ufalme wenu wananchi, kuwahoji viongozi wenu, kuwaweka mkiwataka, kuwaondoa mkitaka, ndio itarudi. Na hiyo ndio tulioapa sisi kuisimamia, na hiyo ndio safari yetu. Kwa hivyo ndugu zangu wa kaskazini, msikae mkaanza kujiuliza tutaingia lini. Sisi pa kuingia ni kwenye nchi yetu. Tumefahamiana? Tunakubaliana katika hilo? Tunakubaliana? Hebu tunyoshe mkono nione kama tunakubaliana kwenye hilo. Kwa hivyo safari, safari, safari. Mimi naomba niwashukuru sana hayo katika kuyatekeleza. Tutakapohitaji maarifa ya mtu yoyote katika nyinyi, tutakuja. Tukihitaji maarifa yenu kwa pamoja, tutakuja. Tukihitaji mawazo yenu, tutakuja. Lakini hatulimalizi jambo hili bila kurudi kwenu mkasema hapa sawa sawa. Tunafahamiana? Hatulimalizi jambo hili mpaka tutarudi kwenu mtuambie ama hapa sawa sawa, tunakubaliana, nendeni mkalimalize. Hapo ndio tutakwenda kulimaliza. Tunakubaliana katika hilo? Inshallah Mwenyezi Mungu atusimamie katika hili, atuongoze na iwe kheri kwa nchi yetu. Tuendeleze mashirikiano, tuendeleze mshikamano, tuendeleze kuwa pamoja. Mawaidha mengine tutawapa viongozi wetu hapa. Asanteni sana na washukuru.